Sawa bana, hapa KMC mchezo wa Simba ulishuhudiwa na mashabiki mbalimbali baada ya dabi ya Kariakoo kwa Tambawa, lakini kwa namna gani leo wamependezwa na kile ambacho timu kwa namna moja ama nyingine imekitoa? Tuko poa mzee wangu? Tuko safi, mambo hivi? Fresh kutoka Arusha mpaka Dar es Salaam. Pengine ujio ulikuwa ni wa dabi, lakini leo umeshuhudia Simba dhidi ya timu na mnakwenda kwenye hatua ya 16 bora, si ndio? Yeah, na tumepata pointi 3, tumepata magoli na tunasonga mbele. Tunasubiri watakaofuata kwa ajili ya kucheza na sisi. Tuko tayari. Uko tayari? Yeah. Ugumu wa michuano pengine unaakisi kwenye kile ambacho mnakishuhudia ndani ya uwanja kila ambako mnashuka dimbani? Ugumu wa mchezo ni kawaida kwa sababu kila timu mara nyingi inataka ipate pointi 3 ili iweze kusonga mbele. Lakini inapotokea kwamba wameshindwa, maana yake ni kwamba wamezidiwa. Na Simba ni timu kubwa. Kwa hiyo tunapokuja kucheza katika mishindano kama haya, mwisho wa siku tunatafuta pointi 3. Pointi 3 then tusonge mbele, na tusonge mbele kwa maana ya kwamba tucheze nusu finali, tucheze finali na mwisho wa siku tuchukue kombe. Na hayo ndio malengo makubwa nafikiri ya Simba. Sawa. Ni kama kunaonekana kuwa na rotation kwenye kikosi chenu, ukiachana zile za ulazima za majeraha, lakini mwalimu ameonekana kuwatumia wachezaji ambao pengine alikuwa watumii kwenye mechi za mwanzo kabisa. Kwa namna gani nawapa imani kwamba timu yenu ipo kwenye mikono salama? Kikubwa ni kwamba wachezaji wamesajiliwa zaidi ya 30 na wote wamesajiliwa Simba, maana yake una nembo ya kucheza na Simba. Kwa hiyo unapokuwa kwenye kikosi cha Simba, maana yake ni kwamba muda wote utakaopewa nafasi unaonyesha kipaji chako. Na tumeona vijana ambao wameweza kucheza, wameweza kuonyesha uwezo wao na wamecheza katika kiwango ambacho sisi kama wana Simba tumeridhika. Na nafikiri tu game kama hizi sisi hatuna wasiwasi, tunawaacha wacheze, tunawapa nafasi wacheze, alafu mwisho wa siku, kwa sababu kikubwa ni kwamba lazima watafute fitness. Na hii ndio muda wao mzuri kwa ajili ya kutafuta nafasi zao ili waweze kuonyesha Simba kwamba na sisi sio tu kwa sababu tumesajiliwa kuja kukaa benchi, lakini tumesajiliwa kwa ajili ya kuitumikia Simba, na wote wanaonyesha kila mmoja yuko tayari kuwakilisha nembo ya Simba. Kwa namna gani kuahirishwa kwa ile dabi pengine ongezea kiu kubwa sana kuiona Simba yenu kwenye mechi za kiushindani zenye mithili ya dabi kama ile pale? Sisi dabi imeahirishwa ni kwa sababu ya watu kutokufuata kanuni na sheria, kanuni za mpira, na sisi tulikuwa tuko tayari, na ndio maana unaona tulienda kufanya mazoezi siku ya mwisho, kwa maana ya kwamba siku inayofuata tuingie tukacheze dabi. Ila kutokana na watu ambao wanatuharibia soka na ligi yetu ya Tanzania, wakafanya mambo yao ambayo ni kinyume kabisa na taratibu na sheria za mpira. Kwa sababu jiulize swali moja, dabi tumezicheza ngapi? Zaidi ya 8, nyingi sana. Lakini kitu gani kilichopelekea wao kuweza kuwazuia Simba kuingia ndani ya Mkapa kwa ajili ya kufanya mazoezi ya mwisho kwa kujiandaa na dabi? Unaona kabisa hakukuwa na sababu yoyote. Unaona kabisa ni figisu ambazo ni za kitoto kabisa. Kanuni ziko wazi, kila kitu kiko wazi. Ni nini kilichowapelekea wao wafanye mambo yote haya mpaka kufikia dabi inaahirishwa? Yote ni kwa sababu ya ni watu wanashindwa kutumia kanuni za mpira. Ni watu ambao wanashindwa kutafsiri ni nini maana ya ligi kuu ya Tanzania. Mimi nina imani hata nyie mnaelewa kabisa kwamba walichokifanya Yanga ni utoto. Ni utoto wa hali ya juu. Wanageuza mpira ni kama vile sinema. Yani sinema ambazo ni za watoto. Kwa sababu ukiangalia timu kubwa haiwezi kushindwa kutafsiri sheria ndogo kama ile ya juzi. Unamzuia mchezaji ambao ni jirani yako kwa ajili ya kuja kucheza dabi kwa sababu gani? Kwa sababu lazima afanye maandalizi, na akishafanya maandalizi awe tayari kwa ajili ya kwenda kucheza mchezo unaofuata. Sasa ni kitu gani kilichowasababisha wafikie hatua ya kufanya hivyo? Unaona kabisa hizi ni figisu. Wamezikimbia dabi nyingi kwa mtindo huu. Unakumbuka kuna dabi moja ilikuwa ni mwezi wa Ramadhani kama huu. Walichokifanya bodi iliongeza lisali moja kutoka kwenye saa 10 mpaka saa 11. Lakini usiwalikimbia 11 mpaka saa 1. Wakakimbia. Kwa nini walikimbia? Nani aliyewauliza? Nani aliyewahoji? Nani aliwaletea shida? Mechi iliahirishwa na mchezo ukaishia pale. Sasa ni kitu gani kilichowashangaza juzi? Kama sio matatizo ya viongozi walionao. Hawa kina Alikamwe, kina Herisi, mimi nashindwa kupata tafsiri halisi kwamba ni watu wanaolifahamu soka kweli, ni watu ambao wanajua sheria za mpira, au ni kikundi fulani cha watu wasiojitambua. Ni kikundi kinachoenda kutuharibia ligi. Ni kikundi kinatuchafulia ligi ya Tanzania. Kwa sababu katika hali ya kawaida watu walio wasomi na wanaojitambua, huwezi kuniambia hawakujua sheria.
Bodi ilitangaza na barua ilirushwa mitandaoni kwamba mchezo hautakuwepo kutokana na kilichotokea. Lakini ni kitu gani kilichosababisha wao wapeleke timu uwanjani? Hakuna sababu. Maana yake ni kwamba hawakuielewa barua ya bodi, hawakuelewa tangazo la bodi, au tatizo lilikuwa liko wapi, au uelewa wao ni mdogo. Na kama wana shida hiyo, wasaidiwe kueleweshwa. Sio kosa wewe kuwa kiongozi lakini ujitambui. Ni vizuri pia hata kama ujitambui basi uombe msaada ili usaidiwe na watu, kwa sababu kama bodi haijapeleka wakurugenzi uwanjani, hakuna refa aliyekwenda uwanjani, hakuna kiongozi yote aliyekwenda uwanjani, unaenda kuomba pointi 3 kwa kipengele kipi? Unataka pointi 3 kwa kipengele kipi? Ukishaanza kuona timu inataka pointi 3 za mezani, hiyo tayari inaelekea kufa. Na mimi niwape pole tu, kwa sababu tayari wameshaonyesha kabisa kwamba yani mwendo wameshaupiga na wanamalizia safari sio muda mrefu. Ni timu ambayo imechoka, timu ya wazee, timu ambayo ukiangalia wanatafuta sababu nyingi. Jiulize swali lingine la msingi dogo tu, wameshindwa kucheza dabi, wakaleta figisu, lakini still bado wakatuma basi na mafuta wakachoma, wakaenda paka Bunju. Hao watu wana akili timamu? Ukiwatafsiri katika hali ya kawaida wanajitambua. Kuna shida pale. Uongozi lazima ukae chini, utafakari, uweze kupata majibu sahihi kwa ajili ya kuipeleka timu mbele, na sio kama yale mambo wanayofanya. Kwa sababu ukitaka kujiuliza swali, wale watu wanajituma wenyewe au kuna viongozi nyuma ya pazia wanaowatuma hao kwenda kufanya haya mambo yote? Kwa hiyo sisi tunachowaomba tu ni kwamba wasikimbie dabi. Wasubiri bodi ipange tarehe ya kucheza dabi. Waje uwanjani tuje tukipige na tujue kati ya Simba na wao nani atakayeweza kuchukua ili kombe la NBC. Kwa hiyo wasiogope, waje uwanjani, na kama wakikimbia, kama wataki kuja uwanjani, sisi hatuna shida nao, sio shida zetu zile. Sisi tutaendelea na ligi kama kawaida, atakaye kuja tutakiwasha. Wao kama wameshaogopa wapite na 100. Sisi hatuna shida. Dani, mimi nikushukuru sana. Asante sana. Pamoja.